kibingwa, na bingwa hawezi kuumaliza msimu kinyonge. Ni lazima tuumalize msimu tukiwa na taji la ligi kuu ya NBC mkononi. Mpaka sasa hivi ninavyozungumza na nyie, ubingwa huu pia upo kwenye mikono yetu. Ni sisi tufanye makosa ndio ubingwa huu uondoke kwenye mikono yetu. Upo mikono yetu kwa sababu sisi ni mabingwa watetezi, lakini la pili ndio vinara wa ligi mpaka sasa kwa tofauti ya pointi 2. Jukumu la kulinda hizi pointi 2, jukumu la kulinda hili kombe la ligi kuu ya NBC lipo kwetu sisi wanachama na mashabiki wa Young Africans. Nafahamu baada ya matokeo ya juzi kule CCM Kirumba, kwa kiasi fulani tutakuwa tumeumizwa na hayo matokeo, lakini ndo football. Kombe lile tumeidominate kwa miaka 5. Tulikuwa tunajua kuna siku itafika tutapoteza, japo hamna inajiandaa kwenye kupoteza. Ndo football, ipo siku itafika utapoteza, na hiyo siku imefika. Ni hatua nusu finali, tumefungwa na Azam FC, lakini bado tuna kombe la ligi kuu ya NBC hapa la kupambania, kombe muhimu kwelikweli. Tuna historia mbele hapa ya kuchukua back to back kombe hili mara 5. Si jambo jepesi, linatuhitaji kwenye hii michezo mitatu iliyobakia tuwe pamoja, tuweke akili yetu yote kwenye michezo hii mitatu. Na ninasisitiza michezo mitatu tukianza na kesho, sio mchezo mmoja tu wa kesho. Tuweke akili kwenye maandalizi ya michezo yote mitatu iliyobakia. Na michezo hii ni back to back, 24, 27, 30. Tuweke akili yetu hapo. Kuna historia mbele ya kuitafuta. Panapojalia Mwenyezi Mungu, mechi itapigwa saa 10 kamili jioni hapa New Amani Complex. Tayari vingilio vimeshatangazwa. Sisi wakati tunasubiri reaction ya wachezaji baada ya kufungwa kule Mwanza, na sisi tuwaonyeshe wachezaji reaction yetu kama mashabiki baada ya kupoteza ule mchezo. Na reaction yetu ni kuja kwa wingi New Amani Complex, na sio kuja kwa ajili ya kupiga picha, kuja kwa ajili ya kuishangilia timu yetu. Ni mchezo mgumu. Azam wamepata ka confidence kidogo hapa baada ya kutushona kule Mwanza. Na jana nimeona clip yao moja wamepost kwenye social media zao, eti wanafanya mazoezi ya kupigwa vichwa tu. Yaani wanatrain vichwa tu. Kasema tumefikia hapa Lakini wana haki hiyo ya kutamba kwa sababu wametufunga. Na sisi ni jukumu letu kwenda kureact kesho, tushinde, tutambe. Kwa ni waombe sana wanayanga, sana, leo na kesho tutafute ticket tuje kwa wingi New Amani Complex. Bingwa anaonekana kwenye nyakati kama hizi, the way una react baada ya anguko, the way una react baada ya kupoteza mchezo. Sisi sio timu ya kuweka vichwa chini. Yanga sio wanyonge. Inaweza kutokea umejikwaa mara moja, tunatakiwa tuamke na nguvu mara 1000. Kwa nukta hiyo, naamini kabisa idadi ya message ambazo mmenitumia tukishauriana mambo 2 matatu kuhusu mchezo huu itakuwa sambamba na idadi ya tiketi ambazo zitanunuliwa kwa ajili ya kuja kusimama nyuma ya wachezaji wetu. Amesema hapa kocha Moli, kila mguso wa mchezaji kesho unahitaji sauti ya Mwanayanga. Aidha anazuia, aidha anashambulia. Kila mguso wa mpira wa mchezaji wa Yanga unahitaji sauti ya shabiki jukwani. Hapa hatuna muda wa kuzungumza sijui mambo ya fatiki, mambo sijui ya ratiba, ndio ishapangwa. Tunatakiwa tuishi kwenye hiyo ratiba. Na players wanapokuwa kwenye pitch zinaweza kufika nyakati kabisa wakawa wamechoka.
lakini kinachowaongezea motivation ya ziada ni kundi kubwa la mashabiki ambalo litashangilia. Mimi hata ile Mwanza washapungua hawa chuma 2-2, wachezaji wanajitahidi, sisi tumekaa kimya tunasubiri goli. Yaani tumekaa kimya sisi tunasubiri goli, wakati sisi tulikuwa tuongeze motivation. Ndio maana walikuwa wakitufunga, tukiinuka kushangilia, goli linarudi. Lakini tukishafunga goli na sisi tunakaa chini tunaanza kunywa maji. Watafunga tu la tatu hao. Haiko hivyo. Hizi nyakati zinahitaji kila mguso anaogusa mchezaji asikie sauti yetu. Umechoka ndio, ongeza jitihada. Umevaa jezi ya Yanga, ongeza jitihada. Ndio maana huko hapo. Kwa mechi ya kesho ni mechi yetu sisi mashabiki. Tuje tuwaongezee nguvu wachezaji wetu. Kule Mwanza Zaka alipita kidogo vioni, akachukua wanafunzi wakaja nao pale kwenye mechi. Sasa huku Zanzibar kidogo wanao watu wao kidogo. Kichangana na wanafunzi wao watatu au wendi na mwaka huu. Mwanza pia nao wakaja wengi. Lakini sio kwa kiwengo wa kutisha, ni wengi. 33, 35 idadi hiyo. Lakini natakiwa tuwaonyeshe kwamba sisi ni Yanga Afrika, sauti zetu zikawe juu, tuwapush wachezaji wetu watupambanie matokeo. Kwa mimi nalia na nasisitiza mashabiki wa Yanga, kesho ni mechi yetu sisi, wala hakuna mchezaji atakayeamua mechi ya kesho isipokuwa sisi mchezaji wa 12. Tukisimama na sauti zetu, tukiweka ari na morali kwa wachezaji wetu, naamini inshallah shughuli itakuwa nyepesi na tutashinda mchezo wa kesho. Wewe ni mgeni Basi nichukue fursa hii kukaribisha bwana uwiti hao mashabiki 35 ambao mko nao waje waunge mkono siku ya kesho. Karibu. Sasa sinakupisha mbona au unahamisha hapa natosha. Ndugu andishi hapa panatosha au nisogee? Mbaradhi. Vipi Baka? Nikuhakikishie bwana Thabiti Zakaria Zaka za kazi, wewe na hao waliokutuma. Baka amesema radhi atatuomba kesho hapo New Amani Complex. Yeye hana muda wa kwenda kuomba radhi mtandaoni, hana muda wa kuzungumza lolote. Yeye kama kamanda atazungumza kesho hapo New Amani Complex. Kwa hiyo kawape salamu hao waliokuagiza kuhusu hali ya Baka, yuko vizuri na yuko tayari pia kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mengine ya kuhusu sisi wanayanga na nini vizuri umeyasema na nimefurahi. Umenisaidia kufikisha ujumbe katika lugha nyingine nzuri zaidi ambayo naamini kila mwanayanga aliyesikia imemuumiza. Mefika hatua sasa Zaka na wewe unakuja unatamba mbele ya Yanga. Hii inatuumiza. Kwa hiyo naamini tumechukua hii kama assignment. Na sisi kama mashabiki wa Yanga tutakujibu kesho inshallah hapo New Amani Complex. Wanataka kuona tukishangilia, utatuona kesho. Wanataka kuona Yanga inapambania vipi timu yake, utatuona kesho hapo New Amani Complex.